A'udhu billahi sami'in alim minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan, ndugu zangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa haswat fil kuli, yani mawe katika figo. Vijimawe vilivyopo katika figo, vijimawe vinavyomea ndani ya figo la mwanadamu. Nini suluhisho lake? Nini chanzo chake? Hebu tuangalie taarifi ya tatizo hili, tulitambue kwanza kabla ya kujua sababu, lakini pia kabla ya kujua dalili, lakini pia kwa kujua na dawa yake. Nini suluhisho la kuweza kwenda kuyeyusha vijimawe vidogo vidogo vilivyozalika ndani ya figo zako, ambavyo ni hatari kabisa, vinaweza kupelekea hata maisha yako yakawa hatarini. Allah atulinde na atunusuru na atuhifadhi kwa idhini yake Rahman, inshallah. Naanza kuyasema haya kwa jambo hili la kutibia kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha eleza katika Qur'ani, anasema falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababina almaa sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa faanbatna fiha habba wa inaban wa qadiba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghuliba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa lian'amikum. Vimeavyo ardhini kavielezea kwa namna mbalimbali, lakini mahalu shahidi ninapotaka kumalizia ni pale alipomalizia yeye mwenyewe akisema mata'an lakum wa lian'amikum. Vimeavyo ardhini ni kwa ajili yenu ninyi wanadamu na wanyama wenu. Kwa hiyo usije ukaona mtu anatumia dawa za kiasili, dawa za mimea, ukaja kusema huyu ni mshirikina. La hasha, bali hiyo ndiyo sunna hasa na ndiyo maelekezo hasa ya Allah tabaraka wa taala, ili afya zetu ziweze kujengeka. Sasa nini suluhisho au taarifu ya introduction ya mawe katika figo za mwanadamu? Mwanazuoni anaanza kusema khuswatul kuli, yani mawe katika figo, watusama aidha khuswatul kalawiyya, lakini wakati mwingine lugha hutumika kwamba inaitwa khuswatul kalawiyya badala kusema khuswatul kuli au tuhsil kuli, au kwa jina lingine la kitaalamu wanaita tatizo hilo ni tuhsil al-kuli au tuhsi tabawuli, au wakati mwingine anaita ni tuhsi tabawuli. Yote haya ni majina ya tatizo hilo, mawe katika haja ndogo. Manake ukisema huyu ana tatizo la mawe katika haja ndogo, maana yake halisi kwamba ile haja ndogo yenyewe haijaweza kupatwa kuwa na yale mawe, bali haja ndogo imeambatana na yale mawe kutokea katika figo, katika hali za namna hiyo. Sasa hiya tarusubatu sulbatin mukawwanati min ma'adat al-ma'adin wal amlah allati tatashakkalu dakhil al-kuli. Sema hii tunaposema mawe katika figo ni sawa na kusema ni tarasubati sulbat, ni vijipunje fulani vigumu mukawwanati min ma'adin, ambavyo vimetengenezwa kutokana na maadini ndani ya mwili wa mwanadamu katika hali za namna hiyo, wal amlahi, na madini kama vile madini chumvi, allati tatashakkalu dakhil al-kuli, ambavyo hivyo vijimawe sasa hujitengeneza kidogo kidogo, taratibu taratibu ndani ya figo lako wewe ndugu yangu unanisikiliza. Wa min asbabi takawunu huswatil kuli nidham al-ghidhaiya, moja ya sababu inopelekea figo zako zianze kutengeneza mawe ndani mwake ni ni ile nidhamu ya ghidhaiya, yani kukosa mpangilio mzuri wa ulaji wa vyakula tunavyokula sisi wanadamu. Wa ziyadatin wazni jismi, na kuzidi kiwango cha uzito katika mwili wa mwanadamu ikawa ni moja sababu ya kwenda kuzalisha mawe katika figo. Wa baadhi ya halati tibia, na baadhi ya hali fulani fulani za kimatibabu nazo hupelekea mtu kupatwa na tatizo la mawe katika figo. Wa baadhi
mukammalat alghidhaiya wal adwiya, na baadhi ya milo inaoliwa na wanadamu na baadhi ya madawa yanayotumiwa na wanadamu, kwa mjumuiko wake huenda kuleta shida katika figo, na baadhi yake hupelekea figo hizo zianze kuzalisha mawe katika figo zenyewe, na hapo ni hatari. Asema yumkinu an tusiba alhuswat alkuliya ay juz'i min almasalik albawliya, kitendo hicho basi kinaweza ikapelekea yale mawe kwenda kuleta shida katika masalik albawliya, yani ile njia ya haja ndogo. Manake ili mtu apate haja ndogo lazima kibofu cha haja ndogo kiwe kimejaa haja ndogo, na ili kibofu cha haja ndogo kijae haja ndogo inategemea maji yale yaweze kutokea katika figo, na kutokea katika figo ni yale maji ambayo ulioweza kuyanywa. Kwa hiyo kuna step by step ili mpaka kuja kufikia wewe kuja kupata haja ndogo. Sasa unapokuja kupata haja ndogo unaweza kuanza kupata shida ya kupata haja ndogo kwa sababu tu ile mirija inaoleta ile haja ndogo kutokea kwenye figo ikawa imepatwa na tatizo la mawe ndani mwake. Hiyo ikawa ni shida nyingine ambayo Mwenyezi Mungu atulinde. Min alkuliyateni ila almathana, ile tusema anabibi al-anabibi alkuliyateni, yani mirija miwili ya figo mbili inayochukua maji kutoka katika figo kupeleka katika katika blada hapo. Sasa hapa katikati, sasa hapa ndio paka yale mawe yakatoka kwenye figo yakaingia hapa katikati kwenye hii mirija, maana yale maji yakawa hayashuki kwenda kwenye kibofu cha haja ndogo, na huku kwenye figo ndipo yanazidi kuja, kwa sababu wewe utaendelea kunywa maji na mchakato ukishamalizika utapeleka kwenye figo ziweze kusukuma kupeleka kwenye nani, kwenye mathana blada. Sasa kula hapaendeki, hapo lazima utaambiwa chukua kitanda ulazwe na mambo mengine yafuate, au yale mawe yakaja kufika katika ile blada ile mathana kibofu cha haja ndogo, mawe yakafika pale na yenyewe yakaenda kuziba matokeo ya haja ndogo kwenda katika ile ureta na kutoka nje yakaziba. Ikienda tena kuziba napo hilo lao ni tatizo, ndipo pale utakuta hospitalini watu ametobolewa mathalan hapa kwenye tumbo hapa anatobolewa, kisha unachukuliwa mrija na kuingizwa kwenye blada, ili ile haja ndogo inapojaa ipitie kwenye ule mrija na kwenda kutoka nje. Ukifikia hatua hiyo, shekhi wangu, baba yangu, mama yangu, dada yangu, hiyo ni hatari kubwa katika maisha yako. Inuka hapo ulipo, kama unasikiliza video hii, chukua hatua. Acha kujiliza tena kusema mimi sasa, hiyo haitokusaidia. Simama baba yangu, mama yangu. Dawa sisi Nyumba ya Tiba na Dua tunao dawa hii inaitwa mawe ya figo. Naambia Sheikh Khamis Suleimani, nami nataka dawa inaitwa mawe ya figo. Nitakupatia kwa idhini yake tabaraka wa taala. Inaenda kuyeyusha hivyo vijimawe. Na ni wengi hudhani kwamba tunaposema mawe ya figo anadhani anachukulia ile mawe ya kawaida anayoyajua katika ile ayana kwa macho, yani tuseme anajua akiokota pale jiwe kwamba yale mawe unayojua wewe ndio hayo mawe yaliyopo huku. La hasha, hayo mawe ni kama tuseme kama viji barafu vilivyoganda na vikawa vigumu kweli kweli. Haviwezi kuyayushwa kwa kupitia figo peke yake, bali vinayayushwa kwa dawa maalum. Na katika mwili wa mwanadamu, miongoni mwa sehemu ambazo hupatikana vitu vya namna hiyo ni katika figo au katika ile wanaita marara, yani nyongo. Nyongo nayo huwa inazalisha mawe na kupelekea kuziba kwa nyongo. Unapotumia dawa ndipo unapoenda kuyeyusha tena kwa dawa maalum na kwa mimea maalum kama jinsi walivyoelekeza wanawazuoni kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Naamini sote tunaenda kupona insha Allah. Ikhwani, zipo dalili ambazo zinaweza kukujulisha kwamba wewe unasumbuliwa na mawe katika figo zako. Moja ya dalili tunasema ni alam qawi wa had fi gambi wa dhahr wa tahta al-adla'. Huyu mtu atakuwa na maumivu qawi, alamun qawi, maumivu makali sana
tena hadi, yani ndio yale makali, yani makali mno kwelikweli, mtu mwenye kupatwa na tatizo la mawe ya figo. Mwanazuoni anasema fi gambi, maumivu hayo yanaweza katokelezea edha upande mmoja wa mwili, kama kipande hiki hapo kwa nasikia mimi mbavu zinaniuma yani. Yani unaweza kukaa edha kama unainuka kitu gani mimi jamani, mbona nasumbuliwa? Yani inaenda katika hali tena ni maumivu kweli kweli. Wallahi tumuombe Mwenyezi Mungu atulinde. Ni vitu vidogo sana ukivitafakari kiakili, lakini kwa mwili subhana malikul qudusi ni tatizo kubwa. Kwa hiyo anaweza kawa anapata maumivu katika mwili wake, au hiyo hali ikamletea maumivu katika mgongo wake, au hiyo hali ikamletea maumivu chini ya mbavu, manake baina ya tumbo na mbavu humu, kuko kuna maumivu makali. Hii ni dalili ya kwanza ya mawe katika figo. Ukiona tu hayo, haraka sana wewe niambie Sheikh Hamisi Suleimani, nakuja nyumba ya tiba na dua nije nipate dawa inayoitwa dawa ya mawe ya figo. Ama dalili ya tatu tunasema alam yantashiru ila asfali albatni wa mintaqati alurubiyya. Huyo mtu atakuwa na maumivu yanayoshuka kuanzia juu kwenda mpaka chini ya tumbo, mpaka katika al-urubiyya. Urubiyya ni eneo hili hapa la sehemu ya kinena, maana sehemu ya kinena. Urubiyya maana ni ngiri, wanasema fatqul urubiyya, ngiri. Sasa ila makani al-urubiyya, mpaka hapa penye sehemu ya ngiri, unaweza kusema sehemu ya kinena, maana hapo ndipo hata ngiri yenyewe huwa inakamatilia hapo. Unakuta huyu mtu anapata maumivu. Ama dalili ya tatu tunasema alam ya'thina ala hayati muwajjihat mawjat wa yataghayyaru fi haddatiha. Na wakati mwingine huyu atakuwa anapata dalili ya maumivu yanayokuja katika maumbo au mfano wa mawimbi katika mwili wake, ambayo huwa yanabadilika kutokana na muda na ujio wake. Ama dalili ya tatu ya nne tunasema alam au shuuru biharqani athfali athnai tabawuli. Huyu mtu atakuwa anahisi kuunguza kwa haja ndogo na tena wakati wa kupata haja ndogo. Yani akipata haja ndogo ile basi ni moto kweli. Sasa haja vipi hii? Kumbuka hayo ni mawe katika figo zako. Ama wakati tashmulu almuasharat al-a'rad wa ukhra mayali. Lakini pia hii dalili, tatizo hili la mawe katika figo limeambatana na viashiria vingine ambavyo pia navyo ni katika moja ya dalili ya kutambulisha kwamba unasumbuliwa na mawe katika figo zako. Mwanazuoni akasema baulu bilauni waridihi au ahmar au labanihi. Asema utakuwa unapata na haja ndogo yenye rangi waridi, kama rangi ya kiwaridi, au ahmar, au haja ndogo yenye nyekundu, au labani, au haja ndogo yenye mfano wa rangi ya maziwa. Utambue ya kwamba hilo ni tatizo la mawe katika figo zako. Haraka sana chukua hatua. Ama dalili ya pili, dalili nyingine, ishara nyingine nasema baulun ghaimun au karihati raiha. Ni ile haja yenye harufu kali, haja nzito yenye harufu, yani kama mnywa pombe vile. Najua mnywa pombe akienda haja, ile haja kidogo kama hakumwaga maji ya salam, ukiingia humo ndani ni hatari shekhi wangu. Lakini pia hajatun almustamira litabawul, hajat almustamir litabawul. Mtu mwenye mawe katika ya figo anakuwa mara kwa mara kupenda kwenda haja katika hali ya namna hiyo, au tabawul akthar min ada, au tabawulu bikimyatin saghira, au akawa ni mtu ambaye anapenda mtu ambaye anaipatwa na haja kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia mtu mwenye mawe ya figo anaweza akawa ni mchache sana wa kupata haja ndogo, mtu akapata haja ndogo mara moja tu basi, na mwingine yeye ikawa kutwa hata mara 20
Nasema huyu kanywa maji pipa au vipi? Ni kidogo chooni, kidogo msalani, kidogo msalani. Ndugu yangu, wewe umekunywa maji kiwango gani? Iko katika hali ya namna. Lakini dalili nyingine tunasema ghithiani wal qai. Mwenye mawe ya figo ana dalili ya kuwa na kichefuchefu na kama kutaka kutapika. Lakini alhuma wal qash'arira fi halati wujudi al-adawi. Asema na dalili ya mwisho ambayo nitaifungia leo hii ni ile kupatwa na homa nyepesi nyepesi, tena na qash'arira zake zile kama leo nasikia homa leo. Siko vizuri yani. Watu huwa wanajisifiaga vijiweni au mitani, leo sisikii vizuri bwana, kama homa fulani. Ni zile homa nyepesi zile. Zinakuwa zinamfuata mtu baada tu umeshapatwa na shida ya namna hiyo. Na hasa ukipatwa na adawi. Adawi ni kama vile mfano mtu aliyeng'atwa na mbu tu. Yani uking'atwa tu na mbu leo, tayari ni rahisi yani ile malaria yako kudhihiri kwa haraka sana kwa mtu mwenye tatizo la mawe ya figo. Ikhwani, yapo mambo mengi sana ningeweza kuyaelezea mambo ya mawe katika figo, lakini itoshe mpaka hapo utakuwa umeshanielewa nini cha kukifanya. Sisi tunazipata dawa zetu hizi tena kwa taaluma tunafundishwa na wanawazuoni kwa idhini yake Rahmani, na muomba Mwenyezi Mungu ipate dawa hii ikakuponye. Hilo ndio ombi langu kwa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Tunasema minna dua wa minallahi alijaba. Sisi tunafanya dua na kwake Mwenyezi Mungu ndiko kunakotoka majibu. Na adduau nawaini, duau qawliya wa duau fi'liya. Dua ziko aina mbili. Kuna dua ya maneno, Rabbana atina fid dunya hasana, amin, wa fil akhirati hasana, amin, wa qina adhaban. Hiyo ni dua ya maneno. Dua ya vitendo ndo hii. Wazanzibari wana kauli yao mara nyingi sana nikiwahudumia, unasikia nami naitaka hiyo dawa nikaombe Mungu. Maana yake nini? Kwamba anajua hii ni sehemu ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Si tu mpaka useme Rabbana takabal minna. Hata ukiitumia hii ni moja ya kufanya dua. Mashaallah. Na wewe nenda kamuombe Mwenyezi Mungu, na mimi dua yangu ni kukuombea wewe uweze kwenda kupona. Na Mwenyezi Mungu ndo mponyeshaji kwa idhini yake Rahmani. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Kama uko Dar es Salaam ni rahisi, na kama uko mikoani, na pende mkoa gani, wilaya gani, tutakufikishia kwa idhini yake Rahmani. Na kama uko nchi za nje, niambia ni wapi, tutakufikishia. Dawa zetu ni rahisi, zinatolewa kwa thamani ndogo kabisa, bithamanin bakhsi, katika hali za namna hiyo. Inshallah mimi ni kuagi kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.